Mheshimiwa Spika, nitumie bunge lako tukufu kuelekeza tena mahali popote ambapo kuna vyombo vya moto bado vimeshikiliwa na havijafanya makosa yale ya kundi la kwanza nililosema, makosa mengine yote ya faini, vyombo vya moto visishikiliwe, badala yake wahusika watakiwe kulipa faini wakiwa na vyombo hivyo ambavyo ni vitendea kazi vya kufanyia kazi, kila moja aendelee na kazi. Na utakumbuka Mheshimiwa Spika, bunge lako tukufu likapunguza faini zile ambazo zilikuwa zinatozwa kwa bodaboda, bajaji na maeneo mengine ili kuweza kuhakikisha kwamba zinakuwa faini zinazoweza kulipika. Maneno aliyozungumza mheshimiwa ni mazito, makubwa mno, kaona mbali. Bodaboda ni mtu anafanya kazi mwenyewe bila kuajiriwa. Kwa sababu sasa hivi ukiangalia Zanzibar tuna watu karibia 8 magrupu wanakamata Honda tu. Unahisi hili kuhurumia kwa hili kufuatia agizo la Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba kwa kusema kuwa hakuna ulazima wa kushikilia vyombo vya bodaboda. Hayo ameeleza wakati akijibu swali bungeni kwa kuagiza kuwa mahala popote ambapo vimeshikiliwa vyombo vya bodaboda ikiwa havijahusika kwa makosa makubwa kwa kufanya uhalifu, wizi, ubakaji na kadhalika visishikiliwe, na badala yake wahusika wa vyombo hivyo watakiwe kulipa faini ili wapate kuendelea na majukumu yao. Kufuatia kauli hiyo sasa, Mshindo TV imefunga safari moja kwa moja mpaka kwa waendesha bodaboda wa kituo cha Kijangwani hapa visiwani Zanzibar ili kuweza kuzungumza nao kuhusiana na swala hilo ama agizo hilo. Wanalizungumziaje na ushauri wao ni upi kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar? Langu jina ni Hassan Saidi, lakini nyuma ya kamera ni Subira Salum. Unaona, maneno aliyozungumza mheshimiwa ni mazito, makubwa mno. Kwa hiyo kama ni kiongozi kaona mbali mpaka kafikia pahala akatugusa sisi wanyonge kuona katika harakati zetu, kwa sababu kama ni kiongozi huwezi kuwaweza wote kuwaendesha, wengine wanakuwa wanajiendesha. Sasa sisi tunaojiendesha sasa ndio tunapata shida kama hizo changamoto zinazotufika za pikipiki kukamatwa na ikaziona. Unaona, faini zinakuwa kubwa. Unaona, kwa ufupi waweza ukawa kama hivyo, akikuchukua faini zao zinakuwa kama pesa zinakuwa bofupi. Makosa yao wanaochukua au makosa yao wao wanachukua makosa ambayo yale hayamo mwenye orodha aliyoorodheshwa, kwa sababu kama leseni ina faini yake, bima ina faini yake, road ina faini yake, kila kitu kina faini yake. Lakini tena unajikuta wewe pengine umekamatwa chombo kimekamatwa umenunua chombo milioni 1, wewe faini unapigwa milioni 1.5. Unaona? Kwa ufupi wewe unaenda kununua, unaenda kugomboa. Unaenda kununua. Unaona? Ukienda kama ni mawasiliano, vyombo kibao vinaoza kule, vinaharibika, vimepinduka. Unaona, licha wao ukienda hapo Mji Mkongwe vile faini zao. Unaona, umekamatwa sehemu ambayo wewe mwenyewe unatafuta riski. Unaona, akikuchukua pesa zao zinakuwa ndio kama hivyo, malaki, 1,300,000, 1,000,000, 200,000. Kwa ufupi kusema kweli tunapata shida sisi. Na ndio kuona mheshimiwa katuona ndio akaongelea hilo swala. Ushauri wangu mimi, wasitufanyie mambo hayo, anatupunguzie hizo faini wanazotupiga wao. Umekamatwa na wende na zile faini ambazo zipo. Sio tena kutuchukua sisi wakaenda katukandamiza kule na vyombo vyetu. Maisha kila mmoja anaelewa ya maisha jinsi ilivyo. Maisha yalivyo magumu. Unaona, kwa upande wetu lazima haya mambo kwa mheshimiwa rais atuone au atuangalie kwa jicho la tatu. Kauli ya mheshimiwa waziri mkuu ni sahihi, kwa sababu sasa hivi ukiangalia Zanzibar tuna watu karibia 8 magrupu wanakamata Honda tu. Ukiangalia kwanza mawasiliano ya trafiki, kuna vikosi, kuna manispaa, kuna Mji Mkongwe, kuna na hao wengine anajiita mabodi ya mapato. Juzi alikuja kanisumbua, mimi nikaambia kama na nyinyi mnakamata Honda basi ngeni barabarani tukutambueni, tuje kwamba kweli kuna bodi ya mapato naye naishika Honda. Sitoshe vile faini ni kubwa, ina maana faini ya road 400,000 na kama 60,000. Faini ya kuweka namba usajili 600,000 na kama 60. Faini ya leseni 100,000 kama na 70. Sawa. Na faini ya hapa Kijangwani mlangoni hapa tunapokaa hapa, faini yake kama sikosei watu wanasema kama 300,000. Umenifahamu? Mimi mwenyewe binafsi nishakamatwa zaidi ya mara 5 na risiti zangu hizi hapa. Nakamatwa kila siku ya Mungu, hizi ni risiti zangu.
zote hizi, yote marisiti yote, na isitoshe kwamba unakamatwa sawa, unapigwa faini sawa, faini kubwa sawa, unapigwa pengine rodi, ndo ukijulisha rodi leseni unakuta kama pengine 850,000 sawa, wacha achukue hiyo pesa 850,000, lakini ule mtu tafutieni vigezo vyake kwamba hana vigezo bwana, huyu hana rodi, hana leseni, hebu katika 850,000 wachukue pesa kidogo iliyobakia, mpeni vigezo vyake, lakini nakuta hivyo vigezo hivyo hamna. Na maana mtu akaenda kikomboa faini yake 850,000 ngapi, na maana akishalipa anatoka nje sasa aanze kupapatua, aanze kulipa madeni ya watu, nakuta anakamatwa tena. Alafu sitoshe hivyo hivyo, maana inakuwa hapo, maana anakuchanganya kwa sababu ushakamatwa na mawasiliano, ushatoka, ushapapatua, ushatoa hela, unaenda tena unazunguka, unakamatwa na askari, unaenda tena unazunguka, unakamatwa na mji mkongo, unaenda tena unazunguka, unakamatwa na manispaa, unaenda, yani inakuwa hatufiki mbele. Kikweli hali ni ngumu. Kwa hiyo hili tunaomba Mheshimiwa Rais aliangalie, hali ni ngumu, tunaumia sisi wanyonge, hatuna kazi ya kufanya zaidi ya bodaboda. Kweli faini kubwa, mtu anashindwa kuikomboa honda yake, inakaa mpaka inaharibika kule mawasiliano. Ukamataji wa vyombo una sheria zake, na watu walioteuliwa sisi tunajua vikosi viwili. Pengine mawasiliano anapokukamata anahamasisha vijana tuwe kamili, shanifahamu, na askari polisi anapokukamata anahamasisha usalama wako kwenye barabara. Lakini kuna hawa mji mkongwe sijui anahamasisha nini, na hawa magwanda sijui anahamasisha nini, na polisi jamii sijui anahamasisha nini, kwa sababu ipo hivi, bodaboda ni mtu anafanya kazi mwenyewe bila kuajiriwa. Kama kuna watu wanahisi watu wanapata sijui bodaboda, hamna kinachoingia, tunapoteza uhai wetu. Unapopata ajali unasikia bodaboda ndo akosa, kumbe haipo hivyo. Pengine mwenye gari naye kakugonga makusudi tu, lakini mtu anakuwa hajui, moja kwa moja anakuja bodaboda, washenzi tu wale wafanya kazi za shenzi hivi na hivi, lakini hawajui kama ndo kitu cha usafiri wa fasta kufika mtu safari yake. Chengine hapa Zanzibar, unapokamatwa pengine na mawasiliano unaweza kupigwa faini pengine 500,000, laki ngapi, wanakuja pengine leseni, huna leseni, unaweza kuambiwa leseni utaambiwa 3,500,000. Pengine hapo Honda haijapasi ukaambiwa 1,500,000. Sijui huna rodi, sijui, yani pesa kibao zinakutoka binadamu. Hawafikiri na hilo, kama sisi tunafanya kazi tunapata ile buku tu. Anaukamata mji mkongwe, unaweza kuambiwa faini 1,500,000, yani ndio unajuana na watu, ndio unaambiwa toa 80,000. Chengine unakamatwa na hawa magwanda, kwa sababu sasa hivi magwanda ndio wanokamata vyombo kuliko hata askari. Maana askari hawafanyi kazi sasa hivi kama wanavyofanya magwanda. Na sijui wamewekwa na nani kama sheria hii wakamatwa vyombo. Sababu sasa tunajua wanokamata vyombo ni watu wawili tu, mawasiliano, askari. Polisi hao nikizungumzia askari. Ushauri wangu mimi mmoja tu, Mheshimiwa Rais atusaidie hivi. Wenzetu Bongo kila kosa linakuja ni shilingi 10,000. Na sisi tungepata nafasi kama hiyo, kila kosa linakuja shilingi 10,000. Basi naamini yani kila mtu angekuwa yupo bikea kutoa ile 10,000 yake, kwa sababu sasa hivi ukimuuza bodaboda wewe pesa yako ya kutu umepata kiasi gani, atakwambia 30,000, 20,000. Hamna kazi ambayo mtu anaweza kupata shilingi 80,000 au laki. Mambo hayo yalikuwa zamani, sio sasa hivi. Sasa hivi kila ukiangalia mtu anazunguka huko anaitafuta ile buku tu. Hayo ni maoni yao waendesha bodaboda wa kituo cha Kijangwani hapa visiwani Zanzibar. Lakini hata wewe mtazamaji una ruhusa ya kuandika lolote chochote kuhusiana na agizo hilo. Langu jina ni Hassan Saidi, lakini nyuma ya kamera ni Subira Salum. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mshindo TV.